Karibu tuendelee kupeana taarifa na matukio yale yote ambayo yamejiri kutoka ndani ya Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni channel yako pendwa kabisa ya Mseto Media na mimi naitwa Naomi God Love. Hakikisha kwanza kabla ya yote umebonyeza maneno ya subscribe kisha alama ya kengele. Iko wazi baada ya Rais Samia kuingia madarakani kwa awamu nyingine, basi angeunda serikali yake mpya kabisa kuanzia kwa waziri mkuu, mawaziri, manaibu mawaziri na wengineo wengi. Ambapo kwa sasa watu wengi walikuwa wakitizama zaidi upande wa waziri mkuu mpya mara baada ya yule wa zamani baba yetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa kuamua kustaafu kugombea katika nafasi ya ubunge. Majina yaliyokuwa yakitajwa sana kule nyuma na wachambuzi wa mambo ya kisiasa na utawala alikuwepo Profesa Kitila Mkombo, Paul Makonda, Doto Biteko na Ridhiwani Kikwete. Lakini leo Mseto Media tumesimama hapa kukuletea majina mapya kabisa ambayo wengi wana wasiwasi huenda kama ikimpendeza Mheshimiwa Rais basi akamteua mmoja wapo kati ya hawa. Majina ya vigogo hao watatu wa CCM yanayotajwa zaidi ni Mheshimiwa Paul Makonda, Mheshimiwa Dorothy Gwajima na Mheshimiwa Juma Aweso. Majina haya yameanza kutajwa kuwa ni miongoni mwa wanaoweza kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inadaiwa majina haya yameibuliwa kutokana na rekodi zao za kiongozi, weledi na umaarufu ndani ya chama na serikali. Paul Makonda aliwahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, katibu uenezi CCM, mjumbe wa kamati kuu ya CCM, lakini pia aliwahi kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Anajulikana kwa kauli yake nzuri, kauli thabiti, kujichanganya na makundi yote, utendaji wa haraka na uwezo mkubwa wa kushawishi makundi ya vijana. Lakini pia tunapomzungumzia Dr. Dorothy Gwajima, ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Amewahi pia kushika wizara ya afya, ana rekodi nzuri ya utumishi wa umma na ni mtaalamu wa utawala wa afya kwa zaidi ya miaka 20. Juma Aweso ni waziri wa maji, anayesifika kwa usimamizi wa miradi mikubwa ya maji vijijini na mjini. Pia alijipatia umaarufu kutokana na ukaribu wake na wananchi na uwezo wa kusimamia utekelezaji wa sera. Je, kwa upande wako unaona ni yupi anayefaa ama ni yupi ambaye anafaa ikitokea kama inavyosemekana? Tuandikie maoni yako hapa chini kwenye sehemu ya comment na sisi tutasoma kwa uzuri kabisa. Hii ni Mseto Media na mimi ni Naomi God Love. Asante na kwaheri. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.